Sote ni abiria tunaoishi ndani ya jahazi linaloitwa MV Tanzania. Ndani ya jahazi hilo kuna wema na waovu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, khudhu ala aidi sufahaikum, shikeni na kamateni mikono ya wapumbavu wenu. Wapumbavu anawakusudia akina nani? Ni wale waliowaza wazo baya ya kutaka kulitoboa jahazi la MV Tanzania kwa kisingizio cha kuwa maji na vyakula vinapatikana gorofa ya kwanza, wao wanaishi gorofa ya chini, ground floor. Hivyo wanaona tabu mara kwa mara kwenda juu kuwagongea hodi wenzao kuomba maji, eti wakaja na idea mbovu kweli kweli, fikra mbovu kweli kweli ya kutaka kutoboa jahazi wajipatie maji ndani ya bahari kuu ya Hindi kwa kisingizio watapata maji on time na hawatojikomba kwa wenzao. Mtume Muhammad kasema, wakiwaacha wakatoboa jahazi hilo, imekula kwao wote na wameangamia wote. Na wakiwazuia wasitoboe jahazi hilo, watakuwa wamepona wote. Wenye akili wote watalichunga na kulihendo jahazi la MV Tanzania lenye abiria zaidi ya milioni 62 litembee salama, litue salama, liende salama. Wasiokuwa na akili ndio wanaofikiria kutoboa jahazi letu hilo. Sisi hatuko tayari wachache kutaka kutoboa jahazi letu, kwa sababu sisi tuna akili kuliko wao. Wakitoboa imekula kwetu sote. Kwa kumalizia, Mheshimiwa mgeni rasmi, siku hizi ukisimama kulitetea taifa lako unaambiwa chawa, umepewa bahasha. Na mimi nauliza, nyinyi mliosimama mstari wa mbele kutaka kutoboa jahazi la MV Tanzania, kutaka kutoboa taifa hili la Tanzania, mnapewa bahasha na nani? Naomba kuwasilisha.